ngambo ya bahari ya nje ya Wagerasi. Kulikuwa kuna mtu mmoja, huyo mtu alikuwa akiishi makaburini. Ni mtu ambaye alikuwa anajikatakata kwa mawe, ni mtu ambaye alikuwa ameshindikana. Alikuwa anafungwa kwa pingu, anafungwa kwa minyororo, lakini watu walimshindwa kutokana na nguvu alizokuwa nazo. Alikuwa na mateso, yale ni mateso. Ukimtafakari huyu mtu unaona kwa jinsi ambavyo shetani, jinsi ambavyo adui anavyotesa watu wa Mungu. Kuna mambo adui anaweza kafanya kwenye maisha yako, akakufanyia wewe na usijue kwamba umefungwa, una vifungo, una nini, yani usielewe. Ukawa tu unang'ang'ana ili utoboe, ukawa unafanya kazi kwa bidii lakini hamna matokeo. Nataka nikwambie hivi. Huyu mtu yeye hakujua kama amefungwa. Unajua Biblia ukisoma katika kitabu kile cha Zaburi ya 3, kuna mstari ambao unasema na tuvipasue vifungo vyao. Hapo kuna mahali nasema hivi, usivizarau vifungo vyako, visije vikakazwa. Kuna vifungo ambavyo adui anaweza kukufunga na usitoboe. Ukawa ni mtu wa mateso, ukawa ni mtu wa kuteseka, ukawa ni mtu ambaye yani upo tu haueleweki wala hujielewi. Kuna mambo unaweza ukute adui amefunga kwako, huenda mikono yako imefungwa ili usifanikiwe. Huenda miguu yako imefungwa ili usisogee, usipige hatua. Unaona kawaida sababu una ufahamu. Kama huyo mtu alikuwa hana ufahamu wa kimungu, jichunguze katika maisha yako. Jichunguze. Je, unaishi sawa sawa na kusudi la Mungu? Unajua tumepewa kitabu kile cha Mwanzo ukisoma, tumeumbwa ili kumiliki na kutawala. Je, unamiliki? Je, unatawala? Niko na Biblia hapa. Ukisoma ule mstari wa 6, unaona kwamba yule mtu aliyekuwa anataabika alipomuona Yesu kwa mbali, alipiga mbio, akamkimbilia Yesu, akamsujudia, akasema, "Nina nini na wewe Yesu?" Kwa sababu Yesu aliamuru mapepo yamtoke. Kuna wakati usipopiga mbio kama yule mtu mwenye mateso, huwezi toboa. Yaani utakuwa unazunguka hapo hapo. Unazunguka hapo hapo kwa sababu tuna maadui ndugu yangu. Hata Daudi alisema maadui zake ni wengi kuliko nywele za kichwani kwake. Na Daudi fikiria alikuwa mtu wa Mungu. Je, wewe ambaye hata Mungu mjui, hata uombi, una maadui kiasi gani? Una maadui kuliko hata wa Daudi. Maana ya mbio ni nini? Ongeza bidii katika kumtafuta Mungu ili akufungue vifungo vyako. Wale pepo walimtoka yule mtu. Baada ya pepo kumtoka alirudia hali ya kawaida. Akawa na hali nzuri, akafunguliwa. Duniani bila Yesu usalama hakuna. Sababu adui anatuinda usiku na mchana. Hata yule anayekuchekea anaweza akawa ndio adui yako.